Daktari Oburu Oginga anatarajiwa kufanya kikao na Rais William Ruto kutatua tofauti za kisiasa kati ya chama cha ODM na kile cha UDA. Haya yaliibuka jana Alhamisi wakati wa mkutano wa usimamizi wa chama ambapo viongozi wa ODM walikemea vikali chama cha UDA kwa kukiuka maafikiano kati ya Rais William Ruto na hayati Raila Odinga kutoingilia ngome zake. Haya yamejiri huku viongozi wa ODM wakitofautiana hadharani hii leo katika maeneo tofauti. Siku moja baada ya chama cha ODM kufokea wenzao katika serikali jumuishi, chama tawala cha UDA kwa ukosefu wa heshima kutokana na ngome za ODM ambazo ODM inataka kushikilia katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2027, kinara wa chama Oburu Oginga amekanusha madai kuwa chama hicho kimesimamisha mazungumzo yanayotarajiwa ya kuunda muungano kati yake na UDA, akisema kuwa hakuna lolote limeanza. We have not started the negotiations as yet. And this thing called zoning is just one of the tools of achieving what we want. For instance, if you take Luo area of Nyanza, the majority of members of parliament are members of ODM. Duru chamani ODM zinasema Oburu hapo jana alituliza kikao cha baraza kuu la usimamizi wa chama, akisema kuwa atakutana na Rais William Ruto kutatua masuala tata, mojawapo ikiwa ODM na UDA zishikilie ngome zake kama ilivyoafikiwa kati ya Rais William Ruto na marehemu Raila Odinga. You heard Ruto yesterday akisema ya kwamba ile kelele iko kwa ODM atamaliza. Sasa I was wondering kama yeye ni mtu ya UDA atamalizaje zile matatizo yuko kwa ODM. Nimeona chama yangu imeanza kwenda hivi, mimi naenda kupigia Ruto kura ya tuta. Siwezi hangaika. Let my party know. Tumesumbuka. Oburu alituambia tunataka power. Power tuwezi pata kwa barabara, tunapata power kwa serikali ndani. The place for those kind of talk is in negotiation. We must have, and I've always insisted, a structured negotiation. Come and say why zoning is bad. Come and say why it is good. Tutaelewana. Katibu mkuu wa chama cha UDA Hassan Omar alikasirisha chama cha ODM baada ya kudai kuwa UDA ina haki kusimamisha wawaniaji wake katika ngome za ODM. Watu ya ODM, mimi napatia nyinyi advice kama Mkenya. Huyu Kasongo hamjui yeye. Uliza mimi, uliza watu ya Mlima, sisi ndio tunamjua. Huyo mtu amepanga kumaliza chama yenu. Amesema wale wabunge wote ya baba, wale ambaye wako na msimamo ya kutetea wa Kenya, wote wafukuzwe. Ametoa pesa, amepatia Remodo Molo, ameweka guns ya kufukuza wajumbe wote ya ODM. Kikao cha chama hapo jana Alhamisi kikiweka bayana kwamba ODM bado inadai kiti cha naibu rais kabla ya kufanya uamuzi rasmi kama chama kuunga mkono azimio la Rais William Ruto kuchaguliwa kwa muhula wa pili. Apol Kamau, TV47. Ni siasa na wanasiasa, na tunaendelea kufuatilia hayo kupitia wanasiasa wenzetu ama wanahabari wa siasa hapa ndani ya runinga ya TV47.